Mtazamaji wa Machili Online TV, katika kongamano kubwa la Turning Point Conference ambalo imekuwa ni kongamano kubwa lililowakusanya watumishi kutoka karibu East Africa nzima, na ndani ile kongamano tulikuwa na mtumishi wa Mungu kutoka kule Arusha, na si mwingine zaidi ya huyu ambaye utamuona hapa, naye atajitambulisha, huenda naye unamfahamu. Karibu mtumishi wa Bwana. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Natamani uambie watazamaji na kuwatazama wakati huu, wewe ni nani, umetokea wapi? Kwa majina yangu naitwa Bishop Moleka. Natokea mkoani Arusha, Tanzania. Ndiyo. Bishop Moleka alikuwa ni miongoni mwa watumishi wa Mungu waliopata kibali kutoka Tanzania kuja hapa Uganda, Kampala kwa ajili ya kongamano kubwa hilo la Turning Point. Mtumishi wa Mungu, natamani uambie watazamaji wanaitazama channel ya Machili Online TV sasa hivi walioko Tanzania na East Africa nzima, ile kibali ulivyokipata wakati ule ulijisikiaje na ilikuwaje Mungu akakukumbuka katika kongamano hili kubwa? Kwa kweli namshukuru Mungu kwamba nilipopata mwaliko wa kuhudhuria kongamano hili, nilimshukuru Mungu na nikaona hii ni fursa ya kwenda kushirikiana na watumishi wenzangu, kwa sababu nilijua kongamano hili litakusanya watumishi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali katika East Africa. So hii niliona ni opportunity ya kuweza kushirikiana na watumishi wenzangu, kushare vipawa na karama zile ambazo Mungu ametupatia. Na haijawa rahisi kwenye ile kongamano. Tumekutana na watu wengine hawaelewi zile habari za Injili kwa ukubwa, lakini wewe umekuwa ni mmoja kati ya walimu wazuri waliofundisha kwenye kongamano hili. Natamani uzungumzie hiyo hali ya kuwafundisha watu wapya kukuelewa ilikuwaje? Nashukuru Mungu kwa sababu nimeona kitu cha tofauti katika kongamano hili. Kwanza mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa sana, na si kwangu tu lakini hata karibu kwa kila mwalimu aliyekuwa anasimama mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa. Hii ilionekana kwamba kulikuwa na wingu la Mungu katika kongamano hili, kuanzia maandalizi yake tangu mwanzo na hata kadri tulikuwa tunaendelea, Mungu alikuwepo katika kongamano hilo. Kwa hivyo watu waliitikia na kupokea vizuri mafundisho yote yalikuwa yanaendelea mahali pale. Ndio. Wewe ni bishop, ni msimamizi wa makanisa mengi sana kule Tanzania. Kuacha nafasi yako ya ubishop, kuacha kusimamia huduma yako na kuja kwenye hili kongamano, je, unawaambiaje watumishi wengine ambao mara nyingi wamekuwa wakisikia makongamano kama haya na wakipata mialiko wanaweka excuses zile kwamba sitoweza kwa sababu ya hiki, kwa sababu ya kile? Wewe umewezaje? Natamani uwaambie jambo au watumishi wa Mungu. Labda nitumie nafasi hii tu kutoa mwito kwa watumishi mbalimbali wa Mungu. Na utakumbuka katika fundisho langu nilikuwa nafundisha kwenye kongamano hili, nieleza juu ya habari ya vipawa ambavyo Mungu ametupatia. Mungu ametupa vipawa hivi kwa kujenga mwili wa Kristo. Na tunaposema mwili wa Kristo, sio tu kwenye lile kanisa lako pale mahali ulipo tu. Mwili wa Kristo umesambaa kila mahali duniani. Kwa hiyo unavyoitwa mahali popote kwa ajili ya kutoa huduma, basi uone hiyo ni fursa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo kupitia kipawa ambacho Mungu amekupatia. Amina. Na miongoni mwa watumishi ambao walipata kibali ni mtumishi wa Mungu Nabii Uswege Maigaga. Kwa wewe unamzungumziaje huyo mtumishi wa Mungu? Of course kwanza nilifurahi. Prophet Uswege nilimfahamu before, kabla hata ya kongamano hili. Of course mimi nilipata bahati kufika pia kanisani kwake, kwa hiyo tulikuwa tunafahamiana. Kwa hivyo tulipokutana hapa ilikuwa ni wakati mwingine tena kukutana, na ilikuwa ni wakati mzuri wa kubadilishana mawazo na kujengana kihuduma kama vile Mungu alivyotuita. Nimemwona kama mtumishi wa Mungu ambaye tunatumika pamoja katika mwili wa Kristo kama vile tulivyoitwa. Amina. Mtumishi wa Mungu ambaye ni mtumishi msimamizi wa huduma ya wanaita Kingdom Gospel Church amesema kuna makongamano mengine yatakuja. Je, tutarajie kukuona next time? Kama nitakuwa nimepata mwaliko huo, basi nitakuja. Maana watazamaji watatamani kujua mtumishi wa Mungu ulivyovifundisha. Je, tutapata muendelezo? Maana Arusha ni mbali. Nikipata mwaliko wa kuja kuendeleza kile ambacho nimekijenga hapa, basi nitafurahi na nitakuja. Amina. Wewe ni mgeni hapa Uganda. Je, kuna neno lolote la Kiganda ambalo unaweza kuambia watu wa Arusha wakakuelewa? Kwa Kiganda sio? Watu wa Uganda ni washukuru, niseme mwebare nyo. Amen. Asante mtumishi wa Mungu. Mtazamaji wa Machili Online TV, imekuwa ni wakati mzuri kuwepo na watumishi wa Mungu kama hawa. Ni watu ambao Mungu amewapa kibali, amewapa mafuta kwa ajili ya kuhudumia watu, na tulikuwa nao kwenye kongamano. Bwana akubariki na akupe neema zaidi kuendelea kuifuatilia Machili Online TV. Amen.